Ero kamano nyithind Nyasaye. Asanteni sana watoto wa Mungu. Bikira Maria mtakatifu. Mtoto wa mama Bikira Maria mtakatifu. Baba Mesia. Pamoja na Baba Mesia. Agoyo nuero kamano maduong' ahinya kuom jomobiro e Pentekoste na watolea shukrani sana kwa wale wamekuja kwa karamu ya Pentekoste ambayo tulitangaza. Ni watime Likoni. Ya kwamba tunaifanya hapa Likoni. Ang'eyo ni higa ka higa watimo Pentekoste e kanisa wa. Najua kila miaka watu tunaifanya karamu hii katika kanisa zetu. To watimo ni moko nitie moremo. Lakini tunafanya na kuna yale upungufu. Mama ne mumio nyako ni mondo ubika. Hiyo ndio kwa sababu niliwaambia muje hapa Monda leo tiendi kapo Pentekoste. ili niwaelezee karamu hii ya Roho Mtakatifu. Unaona mani wabie tao. Naona tu ya kwamba tunaenda kwa karamu Kiende maduong'. lakini maana yake kuu amjui. Koro mio agonu ero kamana. Kwa hivyo nimewatolea shukrani sana. Aparo ni kwa winjo kuonjo wa epistola. Bali tukisikia mafundisho tumepata katika kitabu cha epistola Injili pamoja na Injili. Waduto tuaparo ni wabere Kiswahili kendo winjo Kiswahili. Sisi sote tunadhani ya kwamba tuko sawa kwa Kiswahili tena tunasikia Kiswahili. Makoro mawacho gidoluoni tamedun wame. Hii ambayo naisema kwa Kijaluo naongezea tu. Na ngeni wa winjo mabera ina kaka iko. Lakini najua vizuri mmesikia vile maandiko yamesema. Koro kapo ka ajibu mpunde wa maber. Kabla sijaitakasa hizo sehemu vizuri, nitawaelezea maana ya karamu hii ya siku ya leo ya Roho Mtakatifu. Uneno kama gwedo pi yatka. Naona tumebariki dawa pale. Mano pi hawe. Hiyo ni maji ya baraka. Maro bate. Ya baptism. Makabuno kane jo batizo niti. Kwa hivyo kama siku ya leo kama tulikuwa na watu wa kubatizwa, Dokugwedo yago. baada ya kubariki hiyo dawa, Itiso. watu wanabatizwa. Kose tisigi. Baada ya kuwabatizwa, Ticha komesa. tena tunaanza ibada takatifu. Komesa no ine go bisuma mali. Wakati tunaanza ibada takatifu tunaizima ile msuma kubwa. Yeneni chunyi matakatifu korolo. Ya kwamba Roho Mtakatifu imetusukia sana. Yesu seuru chunyi matakatifu. Yesu ametuma Roho Mtakatifu. Misuma muneno umake yutu. Ndio hiyo msuma mmesika katika mkononi yenu. Misuma chunyi matakatifu. Hizo msuma inasimama kwa niaba ya Roho Mtakatifu. Kinyu biantaka. Ukiangalia hapa juu ya altari, Ndio kama msuma moroni ile makwa. utaona kuna msuma ambaye yawaka ni nyekundu. Manu chunyi matakatifu. Hiyo inasimama kwa niaba ya Roho Mtakatifu. Kinyu biantaka. Ukiangalia hapo juu ya altari, Ndio kwa ketile kitamba makwa. utapata kimewekwa kitambaa nyekundu. Jolejo moko. Ambapo kuna walejo mara wengine. Kabiro haka. Wakitoka hapa. Wanakabuno biso pukumu wakumu. Sisi leo hii biso pametulani tu. Wan matani pokwane. Ile tujawahi kuyaona. Adu waroni monda timu monde. Nataka nifanye ili uone. Yusebe tigamangungu we wacha ni mapigi baraka mfutilipo kene. Wewe ushakuwa mtu mkubwa, wacha kusema ya kwamba hii kifanywa hivi hujawahi kuiona. Mati moreju pinyi duto no seti more. Haya yote yanafanyika katika dunia zote zilisafanyika. Sasa usije ukasema ya kwamba hujawahi kuiona. Altar mukete kitamama kwani tumkalutu ni matakatifu. Hii altari imewekwa kitambaa nyekundu imesimama kwa niaba ya Roho Mtakatifu. Kawa wako leo ni makwa. Ukiona tumevaa mavazi zetu kuna mavazi ya nyekundu. Kangi neno kabizo gatapadi gwedo wagenanga. Ukiona kama kasisi ama kamuni kaja kujadumu kumo wacho. Kama kasisi anatubariki ama kama kasisi anatubariki na nguo nyekundu na sema tumelaniwa hiyo kanisa sitarudi tena. Kao kiduo bie sapu tuni Lord tuni matakatifu to bano karekodi chegime. Kama utarudi katika sherehe ya Roho Mtakatifu basi hujui chenye unafanya. Koro mio nyaka wabed gima watimo gima wang'eyo. Sasa ni vizuri tufanye chenye ambayo tunajua. Yawuno katibute kanisa mag Catholic te. Leo hii hata ukitembea kanisa la Katoliki sote utapata makasisi wamevaa nguo hii. Hiyo ni ya karamu ya kusuka kwake Roho Mtakatifu. Koro mana paru. Sasa hiyo nimewakumbusha. Koro gimana paru mmadwo. Chenye nataka kuwakumbusha tena kitu. Msuma madwong ni. Hiyo msuma kubwa Inde nala ching mane wadwati mosauni nal sapo pasaka nala. Wakati wa kufanya karamu ya Pasaka nilitangaza. Mana kono supiri. Nilimwambia Spirit Father, ni mondo kanisa kaka niso kelimisu mama tu. Nataka kila kanisa ilete msuma kubwa kama hii. Niketimisu mane emutu karuo. Kwa sababu hiyo msuma inasimama kwa niaba ya Rabi yetu Yesu Kristo. Maka sama wata komisa. Wakati tunaanza
tukianza ibada tunaiwasha. Ndipo ninawasha hizi zingine ndogo. No kaneno gino kote no. Sikuona hiyo ikifanyika. Mamesumani ni do likoni kama nongi. Hii msumani watu walikoni tu peke yake ndio walinunua. Kwa unaenda kasa migwezo yazi mchokendo cha kumogi. Naona wakati wa kubariki ile dawa ikawashwa tena. Yeye ni samani mokoni mano Yesu nene. Wakati ilikokuwa inawashwa Yesu alikuwa iliko pale. Lakini baada ya kubariki dawa tumemaliza. Kuacha komisa ni. Tukianza tu ibada hivi tunegi. Tunaizima. Tieneni Yesu sedi kwamba Yesu amefanya mtakatifu. Sasa yuko ametuma Roho Mtakatifu. Maana kipi maana neno kilukunga. Hiyo ndio ishara ya maji uliona mnanyunyuziwa mtakatifu. Ile maji mlikuwa ile damu mlikuwa mnanyunyuziwa inasimama kwa leba ya Roho Mtakatifu. Samani mtakatifu lo kumjo. Wakati Roho Mtakatifu ilisuka kwa wale watuma, no kelo gipoko machalo kakanyido. Ilileta vitu kama zile mvua ndogo ndogo. Ndio takukelo yao. Na akaleta tena upepo. Mano ni mtakatifu nelo. Hiyo wakati Roho ya Mtakatifu ilikuwa kole kano mako jiduto. Ndipo nikasikia watu wote. Kae kole kodo ngatachiel makuru uwoyo. Ndipo sasa ikapaki mtu mmoja anaongea ndani yake. Kuru ndio maro mako gingiato kangato ne wachomo. Sasa hao walikuwa wamekamata kila mtu alikuwa akisoma lugha tofauti tofauti. Kuru ne gipenjo. Kwa wakijiuliza wani ni mupogori huko. Hapa tunaona watu tofauti tofauti. Domoko yuko Roma, wengine wametoka Roma. Domoko ni mupogori huko. Wengine wametoka sehemu tofauti tofauti. Ndio kumbe watu ni tuwawinyo. Mbona hii lugha wanaongea tunaisikia? Mano teko matindi. Hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuro hapa ni atende rumkani maleo. Ndani hapo nimeelezea vizuri. Makangi imanitie. Hapa kama kuna uhai. Igamanyie. Mwaka ujao. Kanisa na gware bisuma maki. Kila kanisa itoe msuma kubwa. Makava timosa Pentecost kanisa mati imeno. Tukifanya sherehe ya Pentecost kanisa itafanya leo. Maana paroni wa binduri. Hiyo nadhani hapo tumesikia. Koro mnyonyi tinya sai. Kwa hivyo watoto wa Mungu, Baba Mesia, Bikira Maria mtakatifu. Bikira Maria mama mtakatifu. Negero wa ina wa Afrika. Walitupenda sana sisi wa Afrika. Mae mumi yo baba olorubire pi. Ndio kwa sababu baba alisuka kuja duniani. Bikira Maria. Pamoja na mama Bikira Maria. Mundu gikelwa hapa. Ili watuletee baraka yetu. Mano ka ugijoka Yakobo. Ile ilichukuliwa na wale watu wa Yakobo. Koro gikelo nwa hapo. Sasa wametuletea baraka yetu. Gelo wana gikelo. Pamoja na ile fimbo yetu pia wametuletea. To baba kubilo. Lakini baba alipokuja, mama pamoja na mama mtakatifu. To baba wachache. Baba alisema neno moja. Ni sama biro goni. Wakati nimekuja hii. Abiro gimi tabiri. Nimekuja na vitu 7. Mawakailo ge mama. Papo nimeleta na mama. Tadwa myuma na dekike. Lakini nataka niwapate tu 3 peke yake. Angwentu podaka. Lakini 4 bado nitaiweka. Toka deki diutiyo go mabe. Lakini kama hizi 3 mtaitumia vizuri. Kutwa nyurue. Bila kukosana. Tadikela ngwentu. Mimi nitaongeza tena 4. Koro ubiro bedo gimora mora. Sasa mtakuwa na kila kitu. Mundwaro nudu ati mubiro te. Chenye mtakapotaka kuifanya mtaifanya. Baba myo adeku mumio wangu. Ya zile 3 ambaye alitupatia. Jomano yudogi. Waliopokea hizo. Moko no lokore Bikira Maria. Wengine walikuwa jomoko no lokore baba. Wengine waligeuka wakawa mama mtakatifu, wengine wakawa baba mtakatifu. Jomoko bio donjo ne baba ni manu ni dinile jomani. Wengine pia wakamstaki baba ya kwamba Lejo Maria ni yao. Koro baba unyi. Sasa baba aliangalia. Kama kaka ya Afrika cha. Hivi ndio vile watu wa Afrika wapo. Mati imamio gi. Kidogo nimewapatia. Gise mwana chaku pimko. Wasansa kusindana na mimi. Kalikoro. Sasa hivi akao mama kwa gibindi. Na achukua hizi zingine pia. Angwen kabikoro kame. Na zile 4 pia siwapatii. Koro tindi. Sasa wasikuizi wadunyimu. Imebaki kwa giza. Yomodongiro makoro te. Wale wamebaki na ile roho ambayo inatabiri ni wachache. To mama moyo wakne baba. Lakini ni mama ndiye amemlilia baba. Ni ulo. Ya kwamba ulo kikiwe da Afrika no moke wene ge roho mana lokoni. Usiwache wa Afrika tupu bila kuachia roho kidogo ya kuwasaidia. Kitu jogibiro doka na okay ndo wabiro zigelwe kwa. Ukichukua yote watarudi kwa giza, tutarudi na mkono tu. Wachie kidogo ambayo itakuwa inawasaidia. Lakini roho tema ne babu biro go obite. Sote baba alikuja nayo imerudi. Alichukua. Kae kuro.
Kinde yuni domoko kiadi kuja kiadi Tanzania ndigi ndoke. Sasa nasikia kuna wengine sijui wanaenda wapi sijui kule Tanzania kupata nguvu. Kama ngato dwari ni medumu maloyo marina saa yote. Ile nguvu ambayo mtu atakupata kusinda ile nguvu ya Mungu ambayo atakupatia ni nguvu gani? Hiyo ndio sasa kinafanyika kati yetu. Sasa nilikuwa na wasi. Nyinyi pamoja na mimi. Tusikie neno la Mungu. Yule anasikia neno la Mungu na analitii atakuwa na baraka. Baba Mesia amefundisha mambo mengi sana. Akisema ya kwamba nawaambieni, mimi nataka ibada ifanywe kwa lugha 3 tu peke yake. Na tena alisema sababu. Lakini ibada ambayo mnasoma kwa Kizungu, sasa tunasema ya kwamba ni mbaya. Lakini kuna sababu ambayo msitaki. Hao wasungu wameniringia mpaka wakanitukana. Ya kwamba sasa anataka kuanza yake. Tutaona mali atasipata zile vitu atafanya naye ibada. Tena walikuwa wakisema wakimtukana hivyo. Sasa hiyo lugha yao, mimi roho yangu imekataa ya kwamba sitaki. Sasa hii lugha ya Kijaluo ndio naitaka. Ndio lugha ambayo nimekuja nayo. Hata kama wanaikataa ya kwamba isifundishwe, lakini itafika wakati itafundishwa dunia nzima. Tena hiyo lugha ya Kijaluo itasika dunia nzima. Hata hizo vitu sawa ambao wanaandika kwa lugha ya Kizungu sitaisha, lakini wataandika kwa Kijaluo. Sasa nataka hizo lugha 3. Mwanzo nataka misa ya ibada ya Kijaluo. Kwa sababu hiyo lugha ya Kijaluo ndio Mungu aliumba naye dunia. Usidhani ya kwamba ni hizo lugha zingine. Hiyo lugha ya Kijaluo ndio Mungu aliumba naye binadamu. Hiyo lugha ilikuwa ikisema dunia nzima. Sasa Mungu alibadilisha hiyo lugha kwa sababu matendo ya binadamu walikuwa wakitaka kujenga mnara kwenda mbinguni. Ndipo ndiye alikuwa anataka kubadilisha lugha ndio ile mnara iweze kujengwa. Ndipo ndiye akaweza naye hizo lugha akaleta naye hizo lugha zingine. Akasema tena lugha ya pili, lugha ya Kiswahili. Ambapo kila mtu anasikia. Ndio anataka ifanywe naye ibada. Lugha ya 3. Lugha ya Kilatini. Sababu ya Kilatini ni lugha ya malaika. Ukitaka kusikia hiyo lugha. Kwa hiyo watoto wa Mungu, hiyo ni neno ambalo tunatangazia. Sasa kwenye kikuu neno la Mungu vizuri. Umoja. Ukisema tunakuja hapa. Sasa watu kutoka magogo wako hapa. Kuna wako hapa. Wako hapa mwalimu. Tunakutana hapa sote kwa maombi. Sasa leo hii bado tunaendelea na maombi ya mama wetu na Mfalme. Lakini Jumapili ijayo tutakuwa na karamu ya Utatu Mtakatifu. Hiyo ndio siku tunawacha maombi yetu ya vijana. Tunaimba Aspere Desmi. Tunaimba sasa tunawacha Mfalme wa mama na tunarudi kwa malaika. Sasa ni Jumapili ijayo. Hiyo tumewacha kila kasika pale kwa kanisa yake. Lakini ya hii leo tunataka kuweza hapa. Kama mtende kanisa yetu.
yao. Kanisa kaka niko bijuku mama. Kila kanisa lina mtuma ya Pasaka. Mama no binawa. Hiyo ndio nimesema. Hiyo maana Mungu hawezi nani hivi. Hiyo nimesema nimesikia. Kwa Mungu kuna kai. Kwa hivyo watoto wa Mungu, Mungu yakundi ni baba ni mama na wewe wajapo. kwa sababu nimesema Bikira Maria na baba walitupenda sisi wa Afrika. Amekaa mbele kubuki baba Jerusalem sasa. Mimi nikikaa karibu na baba Jerusalem pale. Kama tuongee juu kwa. Niliona vile wasungu walikuwa wanakujia baba. Kwa baba ni msudi hilo. Lakini baba alikuwa akituambia watu wazungu wakija, Ndio vile. ya kwamba hao watu Binamu hilo ka. kwa sababu wanakuja hapa wasajua ya kwamba ya kwamba Afrika wasapota baraka zao. Sasa chenye inawasumbua wanataka wachukue baraka warudi nayo. Hii ndio chenye inawasumbua hawa watu. Ilifika siku moja niliona msungu Myahudi akija na bibi yake Jerusalem pale. Alipokufika amekuja kwa upole pole, utaratibu vizuri sana, pamoja na huyo bibi yake. Alikubali kufanya chenye wanalejo mara walikuwa wakifanya. Watu walikuwa wakilala chini, yeye pia analala chini. Watu wakilala kwa chini ya mguu ya baba, yeye pia analala. Lakini kiatu ameitoa kwa umbali kule. Wamekubali kutembea na mguu chuma. Lakini chenye kilikuwa kinafanyika hawakubali kutawanyika. Mwanaume akiambiwa kwamba nenda kae upande wa wanaume wanakaa. Lakini yule mwanamke anakataa, anarudi anakaa tu huku upande. Na baba akamwambia watu, wawacheni tu hao watu. Na mnawajua hawa? Watu wakamjibu baba ya kwamba tunamwona hawa ni wazungu. Baba akawaambia nyinyi hamjui. Huyu msungu kutoka Myahudi. Wasasikia ya habari ya kwamba niko hapa Afrika. Kwa sababu walikuwa wakijua kwamba Yesu akija anarudi kwao. Hii ndio chenye imewaleta hapa. Wanataka kujua ukweli. Watu wanateseka na mimi ya kwamba wachukue baraka. Lakini mimi nimekataa. Lakini nyinyi mna ujinga. Wakija hapa kuna siku watachukua baraka yenu. Lakini wakichukua hamtawahi kuipata milele na milele. Na naona hata serikali yetu pia ni wajinga vile nawaona hivi. Ya kwamba kila mali wanasema hata wanateseka. Wakati msungu atapata tu uhuru wake, achukue tu uongozi kidogo tu hivi, ndipo nyinyi wa Afrika mtakuwa katika shida kubwa sana. Lakini nitaona yule atakuja kuokoa. Hii ndio chenye inawaleta hapa. Kwa hivyo mjadili na watu wasungu. Tuwataki kwa sababu wasungu walianza kutesa Waafrika kitambo sana. Wakija hapa kwa Afrika wanapata kama Waafrika wako kama wao. Lakini wakaanza kukata mkia ya panya ya kwamba wanatoa ushuru. Lakini wanaenda wanasema kule kwao ya kwamba tumeenda hivi nyingine tumepata watu ni nyeusi sana. Na tena wako na mkia. Hizi ambazo tumekuja nazo ni mkia ambazo tumetoka katika hawa watu ili muone. Sasa wakati huu ndio tunajaribu kuwatengeneza. Tunataka zile mikiwa zetu ili wakae kama binadamu. Ili wafanane na sisi. Ya kwamba wale ni kama tumbili. Wale ni kama tumbili tu. Sasa hii ndio iliingilia Bikira Maria na baba kwa uchungu.
akikumbuka ya kwamba ile kiumbe chake ambaye ameumba inafananishwa na wanyama, ilifanya wakasirike sana. Sasa hiyo ndio kwa sababu baba anasema hataki mchungu. Sasa nyinyi watoto wa Mungu, turudi nyuma, tupate njia ya baba kikamilifu pamoja na mama Bikira Maria. Siku moja tupate ufalme wa mbinguni. Hao wazungu walikataa kama Mwafrika hawezi kuingia ufalme wa mbinguni. Lakini hao wazungu walikataa kama Mwafrika hawezi kaka sisi. Hata mama mkuu hawezi. Kwa sababu walikuwa wanaona Afrika kama ni jibwa, kama ni tumbili. Lakini baba anasema siku alisema Mwafrika mpaka apate uhuru wake. Ya kama Mwafrika mpaka kakwe kitu. Tena mpaka kama kasisi. Mzungu mmoja alisimama na akatupa ile kona kwa siku yake. Akaifungulia jibwa. Na akasema kwamba Mwafrika akawa kasisi na hata jibwa pia itakuwa kasisi. Baba anasema hiyo alisikia uchungu sana. Ndio baba anasema kama baba anaanama Mwafrika bado anapata tu mchungu. Asikii vizuri. Baba anataka sisi tuungane pamoja na tulinde ile uhuru kutuletea. Najua wakati nilikwambia hivyo, Mungu anasema utasema ya kwamba si maneno yao ndio tunatumia. Hivyo lazima ndio tunasema tuitumie. Mtu akitupangilia kwa hekima, na ametuletea magari, hata hizo ambazo tunafanya naye maombi ni zao. Baba hajasema ya kwamba lakini tabia za mzungu ndiye ameikataa. Anasema tusifanye zile tabia za wazungu. Sasa tunaona kama hapo zamani Katoliki walitufundisha vizuri sana. Chenye kinafanya tunaribu amri ya 6 ama amri ya 9 ni hizi hapa: kucheza, kulewa, bangi, mchezo mbaya na kutembea tu ovyo ovyo. Hizo ndio tunafanya, tunaharibu zile amri za Mungu. Tena wazungu ndio walikuwa wakifundisha watu. Lakini walipoona baba amekuja na wakajua ya kwamba huyu sasa kuja kwa watu wa Afrika. Sasa wakati wamefungua mchezo kwa kanisa ili wapate wa Afrika. Na hata maombi pia wameibadilisha. Sasa ukulisa kwamba ile maombi ya mwanzo walioleta ndio ilikuwa mbaya, ama hii wameileta wameibadilisha ndio nzuri. Hii wameibadilisha ili wadanganye watu wa Afrika, ili wapate Afrika kwa wingi. Kwa sababu mzungu anajua kwamba Mwafrika ndio chakula yake. Akiwacha tu Afrika na achenye hakuna chenye watakula. Kwa hivyo ya Musa bwana aachana nyinyi. Siku nyingine baba akafundisha tena. Akisema hivi: mimi niliwaletea kitu kizuri. Tena niliwaletea ushindi wa ufalme wa mbinguni. Nilipokuja nikasema tu ya kwamba tuombe, na nikawacha maombi na kazi. Lakini wakati huu hizi imetusinda. Lakini nyinyi Mwafrika, nilikuwa naona kama nyinyi mna akili timamu. Lakini nikapata ya kwamba ubongo akili yenu pia imekuwa mweusi kama vile mko kala nyeusi. Hiyo wakati huo kuna baskili ililetwa baba kutoka Tanzania. Ile baskili imeandikwa Hero.
Koro penduji kandi kama ni gonutu. Sasa alikuwa akiuliza watu mali ile bale kwa ile baskili. Maka watu ni ufuo. Mbona sisemi nyinyi ni wajinga? Nika ulo mama sondela. Hebu mniambieni ile udongo imetengeneza ile baskili. Ndio wakupu goloma lifuka. Sio udongo imetoka tu hapa kwa Afrika. Ena gidi kiloso. Ndio wanaenda wanachukua. Na wanatengeneza mpaka injini ya gari. Lakini wakileta hapa ni kweli. Wanauza kwa bei ghali. Lakini kule kwao hakuna hiyo mchanga. Ambapo kama Waafrika wataikataa kwenye hiyo udongo, hakuna mali wazungu watakulia. Lakini wanakulia hapa kwa Afrika. Lakini kama Mungu anataka kuwasaidia, lakini nyinyi mnajifanya werevu. Sasa nitaona mali mtaitengeneza. Kama mngekuwa mnaweza kubaliana maneno yangu, watoto wenu walikuwa wanatengeneza injili. Ndio watakuwa wanatengeneza kitu basi na Mungu. Ili mpate baraka. Baba akauliza tena jambo lingine. Si mnaona haya mafuta ambayo nini tunani? Ahora mambo yaeni. Ile mtu ambayo hii mafuta inatoka. Hiyo mtu imekimbia Tanzania mpaka kule. Kama mngekuwa watu wa kitamamu, lakini hiyo mafuta ingetoka tu hapa kwetu. Lakini kulingana na mtindo wenu, ikitoka si mimi nitaharibu. Kwa sababu Afrika ni mjinga. Na haikuchukua muda. Lakini hiyo mafuta ikatoka mahali inaitwa Katola. Na watu wakaenda wakaipata. Hiyo serikali yetu ya kwamba wanataka kuweka wataalamu. Wale wataalamu walipokuja, wanasema ya kwamba wale wazungu walienda pale kuna mapipa waliweka chini. Lakini ya kwamba hiyo pipa ndio imetoboka inatoa hiyo mafuta. Wakaharibu. Na neno lilipomfikia baba amesema, baba akasema kuambia nyinyi ni wajinga. Mafuta iliyokuwa imetoka nyinyi vizuri. Badala ili mkule naye. Lakini ujinga imetangulia kwamba ni hakima. Vile nyinyi mko wajinga hivi ndio vile serikali pia iko hivyo. Lakini hizo siku baba akasema mnasikia Moi. Lakini Moi si mtu anaitwa mtu amekaa tu. Ajimali nchi inatoka na ajimali nchi inaenda. Sasa anaharibia kile ilitokea nini hapa kufusa. Na hiyo iliharibika mpaka siku ya leo. Kwa hivyo nyinyi watoto wa Mungu, nawaambia kwamba Mungu alituletea kitu kizuri sana. Mungu alituletea maombi. Na vile tunaweza kujisaidia. Lakini ujinga letu ikatutangulia. Sasa Wajaluo wanasema ya kwamba yule mjinga ni chakula ya mtu mwerevu. Sasa sisi ni wajinga lakini wale warevu wanatukulia sisi. Asanteni sana watoto wa Mungu. Tunaendelea na ibada mbele. Kimaliza ibada, tutasikia yale kasisi watu tuko naye hapa.